Yesu asifiwe. Kichwa cha ujumbe wa jioni ni kutoka katika shinikizo la shetani. Kutoka katika shinikizo la shetani. Taandika Nyakati wa kwanza mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 4. Lakini tutatiririka na nyakati hii mpaka 26. Kuna kitu kilichofichama mahali hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Kutoka katika shinikizo la shetani. Kuna mambo ambayo tutaangalia ndani yake. Jambo la kwanza ni toba. Jambo la pili kulipa gharama ya kosa. Jambo la tatu maombi. Jambo la 4 ni sadaka kwa kumjengea Bwana nyumba. Jina la Bwana libarikiwe. Nyakati ya kwanza sura ile ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, tena shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Basi Daudi akamwambia Yoabu na wakuu wa watu, nendeni kawahesabu Israeli toka Beersheba mpaka Dani, mkanipashe habari nipate kujua jumla yao. Naye Yoabu akasema, Bwana na awaongeze watu wake mara 100 hesabu yao. Haleluya. Narudia tena. Naye Yoabu akasema, Bwana na awaongeze watu wake mara 100 hesabu yao. Ilivyo. Lakini bwana wangu mfalme, si wote watumishi wa bwana wangu? Mbona basi bwana wangu analitaka neno hili? Mbona awe sababu ya hatia kwa Israeli? Lakini neno la mfalme likawa na nguvu juu ya Yoabu. Kwa hiyo Yoabu akaenda zake, akapita kati ya Israeli wote, akafika Yerusalemu. Sikiliza kisa hiki kinavyoanza. Shinikizo la ibilisi linapokaa kwenye anga la mtu, huwa linapelekea kwanza asiweze kushaurika, hata kama utatoa ushauri wa namna gani. Utaona mtu hawezi kuonyeka. Jemadari wake anajaribu kumuonya kwamba unachokifanya kimfalme ni uovu. Hii ni hatari kwa taifa la Mungu, kwa kanisa la Mungu. Kwa sababu kuna dhambi ambazo zinafanywa na viongozi wa kisiasa, wa kiserikali, wa kidini, wa kimila, kila mahali palipo na jamii ya watu. Mara zote makosa yanayofanywa na viongozi yanaleta madhara makubwa sana kwa jamii husika. Bila kujali ni baba anafanya makosa kwa makusudi, lazima uharibifu uende kwa watoto kwa namna yoyote ile. Sasa Yoabu jemadari anajaribu kumuonya mfalme kwa kumshauri kwamba huu ni uovu ambao umeuwaza. Hebu pishilia mbali uovu wa namna hii, usilete sababu na hatia kwa kosa la kanisa la Mungu. Lakini Biblia inasema mstari ule wa 4 kwamba lakini neno la Bwana, neno la mfalme likawa na nguvu juu ya Yoabu, yani kuliko neno la Yoabu. Ilibidi Yoabu atoke aende akafanye kwa shinikizo la mfalme, na huko anajua hili nalofanya ni kosa. Na ndivyo mara zote walivyo watendaji wa chini. Wana wakati mwingine kiongozi wao anaweza akawa na nguvu ya kutamka neno lolote,
japo anaona huu ni uovu ambao unatamkwa unakwenda kutendwa, kwa sababu wana namna lile shinikizo linavyokuwa kubwa, basi anajikuta wanatekeleza mambo kama yale. Kuna namna, kuna mambo mengine yanafanywa kwa kimfumo, kwa sababu mtu kwa kwenye mfumo anajikuta anafanya makosa ambayo ni makosa yako wazi. Hayo ndiyo yalivyo mambo ya wakuu wa makusanyiko mahali pote. Na tunaona kisa hiki kinaanza ule mstari wa kwanza, kwamba shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Nyakati zote uovu au dhambi imejaa ushawishi, imejaa nguvu isiyo ya kawaida. Pale mtu anapotembea chini ya ule uvuli wa hiyo dhambi, tunaambiwa shetani amekaa katika anga la taifa la Israeli, alafu anapeleka mashinikizo yasiyo ya kawaida, na ni mashinikizo ya ushawishi, na anajua akitekeleza jambo hili huyu atakorofishana na Mungu. Lakini shinikizo likawa ni kubwa mno. Daudi anayo shauku kwa namna ya kawaida, anatamani kujua idadi ya Israeli wako wangapi. Daudi, Yoabu akarazimika kwenda kuhesabu Israeli, akiwa na ghadhabu ndani ya moyo wake. Hakuhesabu kabila mbili, kabila ya Lawi na kabila ya Benjamini, akampelekea hesabu pungufu. Nazungumza juu ya dhambi kutoka katika shinikizo la shetani. Unatokaje mahali ulipo? Unakuta una msongo wa mawazo kufanya uovu, unakuta moyo wako umejaa matamanio kufanya uovu. Tokaje mahali hapo? Inahitaji mkono wa Mungu tu peke yake ndio kutoe. Inahitaji nguvu ya Mungu ikotoe mahali hapo. Inahitaji nidhamu na unyenyekevu na maombi ya kutoe mahali hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona jambo hili limetendeka namna hili. Ni mambo yanayofanyika sirini, yanafanyika ofisini, yameanzia ofisini. Limeanza wazo na mtu mmoja, linakwenda kwa mtu mwingine wa pili. Mtu mwingine wa pili yule unaambiwa shinikizo lake ni kubwa, kwamba lazima utekeleze, vinginevyo kazi imekwisha. Mamlaka inatoa maamuzi ya kufanya jambo. Mamlaka inaambiwa huo ni uovu, acha. Lakini ile nguvu ya mamlaka inapelekea lazima litekelezeke namna hii. Kwa hiyo Daudi neno lake likawa na nguvu kuzidi jemadari wake wa majeshi. Mungu akusaidie kushaurika wakati wote. Bwana aweke neema ya kushaurika kwako. Yawezekana kwa kiongozi mahali ulipo unafanya maamuzi, angalia maamuzi yako. Wakati fulani maamuzi yako unashangaa watu wanatoa ushauri. Kwa sababu ya nafasi ilionayo, mtu anatoa ushauri kwamba nilifikiri tungefanya hivi. Hebu jaribu kuingia kwenye mafikara yake anaojaribu kushauri kiongozi mwenzako, utaona matokeo. Nazungumza nawe unaitazama. Yawezekana wewe una maamuzi kwenye familia yako, una maamuzi kwenye idara, kwenye taasisi, kwenye kitengo chochote kile. Ni baba ndani ya nyumba, unayo maamuzi. Ni mama, unayo maamuzi. Itategemea mtazamo wa jambo hilo ambalo umelishikilia litakwenda kuleta matokeo ya namna gani. Rama utafakari na ufikiri mwisho wa jambo hili na kwenda kulifanya unakwenda kuleta matokeo gani, na chanzo cha jambo hili ni nani, asili ya jambo hili. Bwana Yesu atusaidie. Nazungumza kutoka katika shinikizo la shetani, kutoka katika kongwa la utumwa la ibilisi. Hauwezi kutoka mahali hapo endapo hautakuwa na macho ya kuona. Kuna mambo mengine yanahitaji mapigo ndipo mtu atambue makosa. Usisubiri hali ya namna hiyo. Hebu jaribu kubeba ushauri unapokuja kwako, ushauri. Hasa ukiangalia na kushauri ni nani na wewe ni nani. Haleluya, haleluya. Sikiliza matokeo ya jambo lile, mstari ule wa 7 na mstari ule wa 8. Mbingu zinasema
Neno hilo likawa baya machoni pa Mungu. Kwa hiyo akawapiga Israeli. Na Daudi akamwambia Mungu, nimekosa sana, kwa kuwa nimelifanya jambo hili. Lakini sasa uondolee mbali na kusihi uovu wa mtumwa wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Ni wakati gani umewahi kutambua nimefanya upumbavu? Na toba yako inasimamaje? Tunaona jambo la kwanza, namna kutoka kwenye shinikizo la ibilisi baada ya kuingia kwenye 18 za shetani. Kinachohitajika ni toba, yende mbele za Mungu. Na toba haiwezekani kama hujatambua kosa. Toba inawezekana pale mtu anapotambua kosa, kwamba hakika nimekosa. Ni mambo mangapi yanatendwa na watu na hawana haja ya kutubu. Daudi anatambua makosa, kwamba jambo lile alilolianzisha ni jambo baya mbele za Mungu, na baadaye akagundua amevunja uhusiano na Mungu, na akaenda mbele za Mungu kwa kumlilia, kwa kuomba toba, kwamba nimekosa, nimetenda uovu, nimefanya upumbavu. Upumbavu ni kupungukiwa kwa akili. Pumbavu anatenda pasipo akili. Anajua kubwabwaja sana, anajua kuongea sana, anajua kupiga, anajua kuumiza. Hayo ndio matendo ya mpumbavu. Ukimkwaza yeye anakumaliza, yeye anakuondoa. Asiara unapojisikia maumivu kama visikia yeye. Bwana Yesu akusaidie. Nataka uwe kiongozi bora sana kwenye maisha yako ya kiroho na kwenye safari ambayo unayo, ili maisha yako yapate kuwa maisha yenye baraka, maisha yako yapate kujaa neema ya kawaida. Ni jioni nyingine ambayo tuko mahali hapa, tunahitaji kufanya matengenezo kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Alipokuwa akiomba toba namna ile, Bwana akaisikiliza toba yake. Bwana akaionekania toba yake. Jambo la pili likafuata, ni kwamba lazima ulipe gharama ya makosa uliyoyafanya. Lazima ulipe gharama ya kosa. Unafurahia dhambi ndiyo, lakini elewa kwamba iko gharama yake. Kila kosa linalotendwa na mtu kwa makusudi, umeshauriwa hujashaurika, kila kosa linalofanywa, utapokurudia kwa Mungu kwa njia ya toba, iko gharama ya kosa. Iko gharama ya kosa. Hebu sikiliza ule muda wa kulipa gharama. Mstari ule wa 13, Biblia inazungumza wazi kwamba naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Bwana Yesu atusaidie. Hebu tuanzie mstari ule wa 11. Basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, Bwana asema hivi, kubali upendavyo, miaka 3 ya njaa au miezi 3 ya kuangamia mbele ya adui zako, ukipatwa na upanga wa watesi wako, au siku 3 upanga wa Bwana, yani tauni katika nchi, na malaika wa Bwana akiharibu katika mipaka yote ya Israeli. Haya basi ufikiri, jawabu gani nimrudishe Mungu, yeye aliyenituma baada ya toba yako? Ni kweli Bwana unachotubu. Bwana akasikia toba yako, kaiangalia toba yako. Lakini kwa kuwa jambo hili umelifanya kwa makusudi kwenye nyumba ya Mungu, jina la Bwana limechafuka, na watu walikutumainia walielewa kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini ukafanya kwa kushipaza shingo. Na wewe ni baba wa kiroho, ni kiongozi wa familia, ni kiongozi wa idara, ni kiongozi wa kitengo.
una mamlaka katika nchi, kwa kuwa umetenda jambo hili na kosa lako limesikilizika na toba yako imesikilizika. Sasa chagua moja ya adhabu kati ya hizi tatu, vile upendavyo wewe. Nahitaji nimpelekee Bwana majawabu. Nazungumza kutoka katika shinikizo la ibilisi. Tunaona jambo la kwanza toba, jambo la pili ni kulipa gharama ya kosa. Watu wengi huwa hawajui kinachoendelea. Anajichanganya afu anahitaji baraka. Anajichanganya anahitaji baraka. Mungu anahitaji ukomavu wa akili. Haleluya. Anahitaji wanaomwabudu Mungu akomae kiakili. Anahitaji watu ambao hapa pako vizuri. Mungu hapendi kuabudiwa na watu ambao hawaelewi. Hapendi kuabudiwa na watu ambao ni mbumbumbu. Anajua huyu ana akili timamu. Anamwambia chagua, kwa kumetenda kwa upumbavu ili akili kurudie. Lazima adhabu ya kosa ikuzingue tu, ili kesho usirudie makosa. Na ndio matatizo ambayo tunayapata katika jamii. Unashangaa kosa la mtu mmoja linaingia ndani ya kanisa. Kosa la mtu mmoja linaingia ndani ya familia. Hebu tazama kidogo kitabu cha Ebrania sura ile ya 5. Nazungumza juu ya kulipa gharama ya kosa. Ebrania sura ile ya 5 mstari ule wa 11 na mstari ule wa 12 hadi 14, Biblia inasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Mara zote unakuta watu kwenye neno ni wavivu, ni wachovu. Wakati wa neno unavotoka, unavofika, watu wanatoka nje, watu wanatembea, watu wanalala usingizi. Lakini wakati wa kuimba unakuta mtu anasikia baraka sana. Matukio mengine yote yakitokea anasikia baraka sana. Lakini wakati wa neno tu unashangaa mtu anakuwa ni mvivu. Sasa hapa ndipo panapoleta uchanga wa kiroho. Na Bwana anahitaji ukomavu wa kiroho. Na unapokuwa mchanga wa kiroho utajikuta unafanya mambo ya kipumbavu, mambo ya kitoto. Unapofanya mambo ya kitoto, gharama lazima itavunwa. Haleluya, haleluya. Lakini utambue kwamba kosa hili nalipitia, adhabu hii naipitia ni kwa sababu ya ujeuri wangu, ninalipa gharama. Sikiliza mstari ule wa 12. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao zimezoezwa, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Unasikia maneno kama hayo? Ama siku nyingi zimepita, watu bado wanahitaji kufundishwa baada ya kuwa walimu. Hawezi hata kumuongoza mtu mmoja kwenye maombi. Hawezi kueleza hata watu wawili namna ya utoaji wa sadaka na faida zake. Hawezi kuambia hata watoto wake maana ya toba na kuomba rehema, kwa sababu bado amekuwa ni mtoto mchanga. Bado anahitaji maziwa. Hawezi kula vyakula vigumu. Hawezi kula bishi, hawezi kula nyama ya mifupa, hawezi kula kanda, hawezi kula mbaraga. Bwana anahitaji watu kunywa maziwa, waanze kula mbaraga. Mbaraga za kiroho ni zipi? Supu za kiroho ni zipi? Chakula cha kiroho ni kipi? Chakula kigumu ni kipi? Zile kanda ni za namna gani? Ni lile neno la haki. Bwana Yesu atusaidie. Mtu anasimama anaanza kutenda haki. Anapoitenda haki, mambo yanaenda yanakuwa sawa. Lakini unashangaa kama anahitaji kunyonya kila wakati. Unapofika wakati anahitaji apambanue jema na baya, haelewi. Jema ni lipi na baya ni lipi? Hata akishauriwa hashauriki. Mtu yote ambaye hashauriki anaposhauriwa, maana bado ni mtoto mchanga, anahitaji kunyonya maziwa. Na maziwa ni kwa ile chakula cha macheri wale. Si yuko wapi cheri mmoja hapa anayenyonya?
Naona tuna cheri anayenyonya hapa. Nitaka nimuonyeshe cheri mmoja hapa. Bwana Yesu atusaidie. Huyo hapo. Naomba usimame mwana mama na huyo cheri huyo. Sasa huyo jamaa unamwona hata anavyoshikiliwa namna ile. Yaani yeye anaishi kwa maziwa, hawezi kumpa kande pale, hawezi akala kande huyo. Ukampa mbaraga unamtesa na muua. Yaani hapo alipo ana muda gani? Ana umri gani? Maana yake wewe anahitaji anyonye maziwa ya mama kwa muda miezi 6. Hahitaji anywe maji wala maziwa. Unasikia mtumishi? Usimnyonyeshe, usimpe maziwa, usimpe maji. Usimpe maji wala usimpe uji. Ila kwenda kudumaza ubongo. Wewe mnyonyeshe maziwa, maziwa yako hayo yana maji, yana chakula chake cha kukomaza ubongo. Na akinyonya vizuri ndo hawa tunaita watoto wanakuwa na IQ kubwa sana. Unashangaa baadaye alikuwa ni mvumbuzi wa bomu la kudhibiti nyuklia. Naomba ukae mtumishi. Sasa hatuhitaji kwa cheri kama yule. Cheri kama yule anahitaji kunyonya maziwa, inapita miezi 6 ananyonya maziwa, unakuja mwaka ananyonya maziwa, mwaka pia ananyonya maziwa, mwaka wa 3 ananyonya, mwaka wa 4 ananyonya. Hivi nakaa kaaje hapo? Anasema wakati mwingi umepita, mmeshindwa kuwa walimu, bado mnahitaji mambo madogo madogo kufundishwa. Masuala ya matoleo ni mambo madogo madogo. Mambo ya zaka ni mambo madogo madogo. Mambo ya kusamehe na kusahau ni mambo madogo madogo. Mambo ya kuwahurumia wenye shida ni mambo madogo madogo. Na ndio yanayovunja hata ndoa za watu hayo. Mambo madogo madogo tu. Unanuna mpaka jioni. Bwana Yesu atusaidie. Na wengine wameolewa, unanuna mpaka kesho kutwa. Sasa kununa kwako kunasaidia nini? Bwana Yesu akusaidie. Unanuna mwezi mzima, unaanza kuvaa majinzi. Sasa unavaa jinzi, unafikiri unamkomesha nani? Unajiumiza mwenyewe. Unapiga jinzi mwezi mzima. Wewe unaharibu maisha yako mwenyewe. Utavuna mwenyewe matokeo ya kuvaa jinsi mwezi mzima. Unahitaji ukue utoke kwenye utoto udogo. Eti na goma na mafurushi yako, umeolewa na ndoa yako na mume wako alifanya swende kwa wazazi wako. Eti na kwenda nyumbani kwa wazazi wangu. Tatua mambo yako. Ukienda kitaeleweka ukunyuma sawa sawa. Mwenyewe utaanza kujuta, hivi nilianzaje? Bwana Yesu akutetee. Bwana Yesu akusaidie. Nazungumza kutoka katika shinikizo la ibilisi. Shetani anaposhinikiza maisha yako ili uwe mtumwa na mateka, ili utembee katika hali ya kuonewa, unahitaji kutoka kwenye mashimo hayo. Unahitaji kutoka kwenye mapingamizi hayo. Uanze kutafuna chakula kizito. Unabubuna kande. Kande na kuambia samehe mwanangu. Usena uchungu, panauma lakini Mungu ni mwema. Mimi ni kiongozi wa watu. Mimi ni baba wa watu. Mimi ni kiongozi wa familia. Mimi ni kiongozi wa jamii. Unasamehe bila kuumiza. Haleluya. Alafu mambo yanaendelea. Wanasema Mungu wa mtu huyu si wa kawaida. Wokovu wako unapimwa kwa matendo unapoyakabili mambo mazito magumu. Bwana Yesu akusaidie. Haleluya, haleluya. Sasa namwambia nabii huyu Daudi, umeatenda mambo kama haya na ulishauriwa na ukusikia kushauriwa. Ulikataa mashauri. Sasa chagua. Toba yako imesikiwa. Toba yako Bwana amesikia. Na Bwana amenituma. Chagua kati ya mambo matatu haya. Njaa miaka 3, upigwe kwa upanga wa Amoni kwa miezi 3, upigwe kwa upanga wa Bwana kwa tauni ya siku 3, ikitafuna katika mipaka yote ya Israeli. Hebu niambie mambo hayo. Wazo liko ndani ya moyo wake. Adhabu inakwenda kwa kanisa la Mungu, kwa taifa la Mungu. Na kwenda kupiga Tanzania, na kwenda kupiga kanisa kila mahali lilipo. Kisha kiongozi kakosea.
Sasa mstari wa 13 Daudi anasema, naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Basi sasa nianguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Bwana Yesu atusaidie. Akaamua achague fungu moja tu, kuangukia kwenye adhabu ya kiungu. Kwa Mungu anayo rehema, ana uwezo wa kumhurumia. Anasema, nikisema binadamu anishughulikie, hawataniacha. Nikisema njaa inishughulikie kwa miaka 3, nchi haitakuwa salama. Basi acha Bwana aniangamize kwa kosa langu. Upanga wa Bwana upite juu ya maisha yangu, na hajui utapitapitaje ule upanga. Wakati wote kosa linapotendwa, huwezi kujua gharama ya kosa hilo. Ni kwamba kila dhambi inayotendwa kwa makusudi unamfanya Mungu umie, unafanya maadui wa Mungu wamzodoe Mungu, kwamba angalia watu wako wanaanza kushusha baraa na masitaka na misukosuko na uharibifu kila mahali. Bwana Yesu akutetee. Tunahitaji kukomaa, kuwa watu wazima. Tunahitaji kukua. Mambo yote yakichanga, achana nayo. Hasira haitakusaidia chochote. Migomo haitakusaidia chochote. Kukata tamaa kutakusaidia chochote. Nimevunjika moyo. Sasa nani anakuvunja moyo? Utavunjika moyo mpaka lini? Leo umevunjika moyo, kesho umevunjika moyo, kila siku wakuvunjika moyo. Acha kujivunja moyo mwenyewe, jitie moyo mkuu. Biblia anasema moyo mkuu. Kwa baada ya kuvunjika moyo, sikiliza mstari ule wa 16 na 17. Yanaanza maombi ya kimkakati baada ya kuiona adhabu imeshuka kwake. Haleluya, haleluya. 14 anasema, basi Bwana akawaletea Israeli tauni, nao wakaanguka wa Israeli watu 70,000. Naye Mungu akatuma malaika aende Yerusalemu ili auangamize. Naye alipokuwa tayari kuangamiza, Bwana akatazama akagairi katika mabaya, akamwambia malaika aharibuye, basi atosha, uregeze mkono wako. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu na kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Mstari wa 16 na 17, Daudi anaomba. Anapata taarifa jioni ya kwanza kwamba watu kiasi fulani wameondoka. Anapata taarifa jioni ya pili watu wameondoka. Jumla yake kwa siku mbili watu 72,000 wamekufa. Alafu watu wajue na kufaje. Kila mahali analia, kila mmoja analia, anakwenda kuzika maiti wake. Kila mahali Israeli wote wameguswa. Kosa la mtu mmoja, dhambi ya kiongozi. Na ndio maana tunahitaji kuombea sana viongozi. Viongozi hawahitaji kushindana nao. Viongozi wanahitaji kuombea Mungu awasaidie. Yaani kama una kiongozi wako mahali ulipo, jitahidi kumuombea sana kiongozi wako. Viongozi wa kisiasa tunaombea. Hawa watawala tunahitaji kuombea. Unapoanza kuombea, shetani ana uwezo wa kuingia akafanya kama anavyotaka wafanye. Unapofanya maombezi kwa ajili ya viongozi, kwa ajili ya watawala, kwa ajili ya watu wenye mamlaka, unamfanya Mungu ndio atawale katika anga hilo. Wanaanza kuongoza kiungu kwa mawazo ya Mungu na kwa njia ya Mungu. Amen. Hata kwa habari ya mtu ambaye yuko chini yake, hata kama ni mfanyabiashara, unafanya biashara. Kuna wakati mwingine kuna unafanya biashara na watu ambao hawaeleweki. Unakuta tayari pesa yako imeshaingia kwenye anga za watu. Wewe fanya maombi, mwambie Mungu, saidia wafanyabiashara wangu hawa. Walinde watu wanaofanya nao biashara nao. Bila kujali wanavuta sigara, wanakunywa pombe, wana maisha namna gani, ile wala isikusumbue. Waombee kwa namna za kawaida
ili kusiwe na mtafaruku katikati yao, ili biashara yako ipate kuwa salama, mumalizane vizuri pamoja nao, shetani asiwachochee kukufilisi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kutoka katika shinikizo la Ibilisi, kutoka katika shinikizo la shetani. Yeye ni Bwana wa haki ambaye anatenda kwa namna ya kawaida. Mstari ule wa 16 na 17, Daudi alipokuwa anaomba na ile, Bwana akamwonekania, Bwana akamtetea, Bwana akamsikia, akamwambia malaika, rudisha upanga wako kwenye ara yako. Sikiliza maombi ya Daudi. Hili ni ombi, ni jambo la tatu la namna ya kutoka katika kongwa. Haleluya, haleluya. Daudi akainua macho yake, akamwona huyo malaika wa Bwana amesimama kati ya nchi na mbingu, naye alikuwa na upanga wazi mkononi, umenyoshwa juu ya Yerusalemu. Ndipo Daudi na wazee mimi ndimi niliyekosa na kufanya yaliyo maovu sana, lakini kondoo hawa wamefanya nini? Mkono wako na kusihi, e Bwana. Mkono wako na kusihi, e Bwana wangu, na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu, wala si juu ya watu wako, hata wao wapigwe. Haya ni mambo ya kiongozi ambaye ni mnyenyekevu. Baada ya kuomba toba, akimwangalia mama yule analia, mtoto wake kaondoka, anaangalia mtoto yule analia, baba yake kaondoka. Sehemu nyingine anakuta baba yule ndio tegemeo la familia ile, alipoondoka yeye, wote ni njaa, hakuna namna tena ya kuishi. Piga mahesabu, watu 72,000 na ni siku 2 tu hizo wameuawa. Unafikiri ndio namna gani? Unafikiri tabu gani ile katika nchi? Na watu hawajui shida kwa sehemu gani, lakini mtu mmoja anaelewa, anaomba na kufunga ili Bwana amsaidie. Hii ni moja ya kutoka katika shinikizo la Ibilisi. Nyakati zote makosa yanayofanywa, unaweza usijue kwa nini makosa haya yanafanyika. Bwana Yesu atusaidie. Unaweza usijue adhabu ya makosa na gharama ya makosa. Unaweza usielewe sana, ukaona unajifurahisha kwa dhambi kwa kitambo, lakini kwa taarifa yako, kila kosa ambalo unalitenda kwa makusudi lina gharama ya kulilipa. Na ukifika wakati kulipa gharama, usimshutumu Mungu wala mwanadamu yoyote. Mwambie Mungu, nimekosa mimi, naomba unirehemu. Nimekwenda mbele zako kwa kusita, sijatenda kwa usahihi. Nimekukosea mambo mengi, ndio maana mabaya amenipata, ndio maana laana hizi zimenipata. Nahitaji muombe Mungu namna hiyo. Nazungumza na watu wanaokuwa watu ambao wanahitaji kutoka kwenye viwango vya chini na viwango vya juu. Watu ambao hawajichafui kwenye matope. Watu ambao ni smart, wanatembea, wanaelewa nimekanyaga wapi. Bwana Yesu atusaidie. Kila dhambi inayotendwa ina uchafu. Naomba usimame. Kila dhambi inayofanywa ina pepo. Yaani dhambi nyuma yake kuna roho. Hapo inapelekea ile dhambi iweze kutamaniwa. Iko ile roho. Kwa kila dhambi inayofanywa, ile roho inakuwa imeingia ndani ya mtu kama huyu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa amevaa nguo ya giza nyeusi. Nitaka nitoe mfano wa nguo mwenye nguo nyeupe. Naomba mama mwenye mtoto wewe. Mr. Joshua. Huyu amevaa kitu cheupe. Kabango nyeupe huyu hapa. Sasa huyu atoke mtu ana matope yake, aje amshike hapa. Sawa? Akija kumshika hapa na matope yake, utaona mikono yake imechafuka. Utaona nguo yake imeshachafuka. Sawa. Kwa kuwa dhambi inaongozwa na roho chafu.
Kwa dhambi unapofanya ni uchafu. Kwa wale katoto kamechafuka sasa. Kwa kameoshwa kwa damu ya Yesu, kametakatwa, kana tena ni katoto kachafu. Sababu kana dhambi. Na dhambi inachafua taswira ya mtu. Inaharibu heshima ya mtu. Pia mahesabu tu dhambi ya uzinzi. Una mke. Ulifanya dhambi ya uzinzi sirini. Alafu ile dhambi imefishuka sasa. Unashangaa ulifanya naye dhambi amepata mimba. Na lazima atataja ile mimba. Mimba ni matokeo. Watataja alinipa mimba hii ni fulani. Unafikiri utachafuaje na heshima ulionayo? Ndoa yako itayumba. Watoto wako, heshima kwa watoto wako itapungua. Mbele ya Mungu wako utaharibikiwa. Utakuwa ni mtu akufichama mwenye aibu zote. Sasa hiyo ni dhambi moja ambayo inaonekana kwa watu wote. Kuna dhambi nyingi ambazo hazionekani kwa watu. Zinafanya kwa asili, afu mtu amekaa na ndii. Sasa mimi ni mwenye haki. Wewe unapata shida wewe. Na Bwana akusaidie. Hujajua neno la haki. Neno la haki ni kutenda haki. Unapotenda haki utaishi maisha baraka sana. Na inahitaji nguvu, inahitaji uwezo, inahitaji mamlaka. Iko kwenye uwezo wako, inahitaji akili hapa pakue. Hapa pakomae hapa. Haleluya. Ukakae mtumishi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa anamuomba Mungu namna ile kwamba naomba makosa haya yasiyoelekea hawa yakae juu ya maisha yangu peke yangu. Kwa sababu mimi ndimi nimetenda dhambi hiyo. Basi adhabu hiyo nife mimi na ife nyumba yangu yote kuliko watu hawa ambao wana makosa. Hiyo ni neema ya kiongozi mnyenyekevu. Lakini kiongozi mwingine atatamani kosa lake ubebe wewe. Atatamani watu wapate matatizo wao. Yaani kosa anafanya yeye, atakaye awe na heshima. Bwana Yesu akusaidie. Wakati unapotambua umekosea, hebu uwe wazi kujieleza mbele za Mungu. Bwana, nimekosea kwa mambo mengi sana. Naomba unihurumie. Ninazungumza jambo la tatu kwamba maombi yatakusaidia kutoka katika shinikizo la uovu. Haleluya. Shetani kwa yuko mahali pale anataka ufanye tena na tena. Uendelee kwa mateka nguvu ya dhambi. Anajua ukikataa ukameza maji na mimi ni mwenye haki, na dhambi nyingine utafanya, na nyingine utafanya, na nyingine utafanya. Lakini Daudi kwa kosa moja namna ile akaingia kwenye toba. Na kwa kosa moja lile likamwingiza kwenye gharama ya kutubia. Na kosa lile moja likamwingiza kwenye gharama ya kuomba na kufunga. Bwana Yesu akusaidie. Maombi ni maziwa ya mwanzo ya watoto wachanga. Kwamba ukishaokoka unahitaji ujue kuomba ili Bwana apishilie mbali majaribu na matata. Ili Bwana aondoe misukosuko katikati yako. Toba ni mafundisho ya mwanzo ya awali. Kwamba unapomkosea Mungu unahitaji kwa mtu wa toba. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu na jambo la mwisho ni kuijenga nyumba ya Bwana. Ni kutoa sadaka katika madhabahu ya Bwana. Ili Bwana afanye upatanisho kwa ajili ya kosa lako. Bwana akusaidie. Hiyo sadaka yako inayo mambo makubwa. Almamtumikieni Bwana kwa mali ya uzalimu. Majenzi yao unapotoa sadaka yako haya atakusaidia. Hebu angalia mtumishi huyu alichokitenda kwa maelekezo ya kimungu. Mambo haya yalikuwa ni fursa za maisha ya watu. Mstari ule wa 18 mpaka mstari ule wa 26 Biblia inasema, ndipo huyo malaika wa Bwana akamwamuru Gadi kwamba amwambie Daudi ya kuwa Daudi akwee akamwinulie Bwana madhabahu katika kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Basi Daudi akakwea sawasawa na neno la Gadi aliolinena kwa jina la Bwana. Arauna alipogeuka na kumwona yule malaika, ndipo yule na wanawe 4 waliokuwa pamoja naye wakajificha, naye Arauna alikuwa akipura ngano. Daudi alipokuwa akimjia Arauna, Arauna akatazama,
akamuona Daudi kutoka katika kile kiwanja, akamsujudia Daudi kifudifudi hata nchi. Bwana Yesu atusaidie. Umefanya kosa, umeingia kwenye mavuno, umeomba toba na Bwana amesikia maombi yako, kaweka shaiti lingine, kanijengee madhabahu. Madhabahu haijengwi kwa mikono mitupu, kwa maneno. Madhabahu inajengwa kwa sadaka. Madhabahu inajengwa kwa fedha. Nenda kanijengee madhabahu, nizuie tauni hii. Haiko kwenye nyumba yake. Yeye hajakufa, mtoto wake hajakufa, na yeye hajakufa, ila watu wengine wameingia kwenye makosa. Sijui inakaaje namna hii. Wewe sana mambo ya kifamilia. Tusiende mambo yaliyo mbali. Mambo ya kifamilia. Inapofika watu wa baba na mama anagombana, hakuna mwenye hekima hata mmoja katikati yao. Hakuna mwenye akili yeyote. Mwenye akili mmoja atamsamehe mwenzake, atamvumilia mwenzake, atashirikiana naye, atamuombea kwa gharama yote bila kuchoka. Lakini wote kisha kwa wapumbavu, mama mpumbavu, baba mpumbavu, kinachofuata ni vurugu kwenye familia ile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mmoja anapokuwa na hekima na maarifa, kwa sababu katika ndoa kuna wengine wote wana busara na hekima, wote ni wakomavu. Lakini kwenye ndoa kuna mwingine ni mpumbavu, mwingine na akili. Lakini mpumbavu huyu anabebwa na mwenye akili. Unasema inasimamaje? Unatuka na matusi, sio matusi. Kamuulize Abigaili na mume wake Nabali. Ndoa inaishi. Nabali ni bilionea. Abigaili ni mama, lakini anajua wajibu wake. Mama ameokoka, anamjua Mungu vizuri. Baba ni mpumbavu, mama amejaa hekima, amejaa maarifa. Ile ndoa ameibeba mwenyewe. Kuna wakati wameenda wajumbe, wamemkuta mpumbavu yule Nabali, alafu ajui ni kiongozi, ni mwenye mamlaka, akamtolea nje. Kaambia acha upumbavu wako. Daudi ni nani? Mimi simjui Daudi. Sasa hivi Sauli ana watu wengi ambao wanamtoroka, nawe Daudi ni mmoja wapo. Na Daudi amelinda wale kondoo na ng'ombe wa Nabali. Akadhani atarudisha shukrani, nikaombe mkate. Akamtupia habari. Wakamwambia tukienda kumweleza bosi wetu, sijui kama patabaki chochote kwenye hii familia hii. Yaani watoto wote atakufa, wake wa Nabali atakufa, na mali zake zitanyang'anywa. Kwa kosa hili alifanya, kwa dhambi hii, huyu sijana baki bishozo. Vijana wake anaondoka. Tunakwenda kumwambia Daudi, akamwambieni, mimi sijali cha mtu. Kamwambieni, jamaa ana upumbavu kumtosha. Mama alikuwa ameenda kwenye kazi fulani kama mambo sawa. Anamuuliza mnaenda anambia mama, kuna mambo yameshaharibika mahali hapa. Wamekuja wageni watumishi wa Daudi, si unamfahamu? Namfahamu. Jemadari yule. Namfahamu. Sasa amekuja hapa alikuwa na shida ya mikate. Lakini mume wako amezuilia kutoa sadaka. Na akasema neno ya kipumbavu sana. Na wale watu wameondoka hapa wakiapiza na kunung'unika kwamba patakuwa padogo. Na sijui mama, kwa busara yako na hekima yako tunakuomba ili tuweze kuwa salama. Sidhani kama kesho kutakucha. Wanaongea na mwanamama namna ile. Akimwangalia mzee mzima pale kutaka kuabisha, ndo kwanza yuko hovyo. Hawezi hata kuzungumza chochote naye. Hicho kifanya akachukua mali zile za mume wake, akabeba juu ya ngamia na juu ya punda, akamwambia vijana wake twendeni, fanya haraka, sihitaji maneno, sihitaji chokochoko. Yani yuko serious, kabeba sadaka kwenda kufanya patanisho dhidi ya mauti. Amen. Na nahitaji mtu mmoja kwenye ndoa awe na hekima na busara. Nakwambia hakuna mesika kwenye ndoa, hakuna kaya kwenye ndoa, hakuna machozi kwenye ndoa. Kila ndoa itakwenda salama kwa mtu mmoja amesimama mahali pale. Haleluya, haleluya.
Sasa Daudi kachukua maamuzi. Kasema nini? Kasema hivi, hebu twendeni. Kila mmoja chukua upanga wako twende. Ana kikosi cha watu 600. Akatoa watu 300, twendeni. Twende vijana wangu, ananichezea huyu. Kumbe shukrani zangu zote ni bure. Nimetenda 1 2 3, nilipitia tafurahi. Kumbe ni bure, twende. Sidhani nataka kufika asubuhi. Sitaki kuona mtoto yeyote wa kiume. Kwanza Nabali mwenyewe na mwanaume yeyote kwenye nyumba ile. Na kila kitu chake nabeba. Hiyo ndio nguvu ya dhambi inapotenda kwa mtu. Shinikizo la dhambi, shinikizo la shetani likiwa juu ya mtu. Likishamwagika juu ya mtu, akishaingia namna ile, dhambi inaanza kutafuna vitu vya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu akusaidie. Daudi anaondoka na kikosi chake cha maangamizi. Halafu mwanamama Abigaili mwenye busara na akili na hekima kabeba sadaka zake, anaondoka. Wakakutana njiani, mauti na uzima vikakutana. Amen. Mauti na sadaka vikakutana. Mauti na hekima vikakutana. Mauti na akili vikakutana. Mwanamama anaona Daudi anaongoza majeshi, anaenda. Akapiga magoti, akashuka juu ya punda yule, ngamia yule. Akamwambia, Bwana wangu tafadhali, naomba nisikilize mtumishi wako. Sikuwepo ulipofika, ulimkuta mume wangu. Tunaishi vivyo hivyo na mume wangu, na mheshimu. Namfichia makosa mengi, amekuwa bilionea, lakini ubilionea wake uko vile ametenda kwa upumbavu. Ni mume wangu na upumbavu anao, na ili sina kunong'oneza tu bosi. Naomba tafadhali, naomba nisamehe mimi. Hebu hurumia familia yangu, sio kaimwaga damu ya watu wako bure. Sikuwepo, ningekuwepo asingeonekana yote haya, wala singekuja. Chukua sadaka hizi nimezileta. Sadaka inafanya suluhisho. Sadaka inafanya upatanisho. Huo ndio ukomavu wa kiakili. Biblia inamweleza mwanamke Abigaili mwenye hekima na akili, akatenda kwa busara. Hapo Daudi akasema, aliposikia ile risala mwanamama yule, akamwambia, busara yako na hekima yako na izidi kuongezeka. Na kuwa taarifa yako, sadaka hizi nazipokea. Kufika asubuhi, asingebakia mtu yoyote mwanaume kwenye familia yako, ila kwa sababu ya hekima ulionayo mwanamama Abigaili, basi napokea sadaka hizi, nageuza. Mauti ikatoa kisogo, ikarudi ilikotoka. Mama karudi na uzima. Sadaka ikafanya upatanisho. Sadaka ikanunua uzima wa familia. Sadaka ikarudisha heshima ya mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kati ya wanandoa, kama wote hawana busara, ni magomvi, ni ngumi kila wakati, ni kununiana kila wakati. Lakini mmoja akiwa na busara kati ya wawili, ile ndoa ni takatifu na watoto ni watakatifu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu akusaidie. Sasa Daudi anamuomba Bwana. Bwana mwambia kanitolee sadaka kwenye kiwanda cha Arauna. Arauna anaona malaika. Jambo hilo wanaona. Mmoja sio kulikabiri, anakwenda vichakani na vichama. Lakini mwingine anapoona malaika, ambayo Bwana nakushukuru, nimeona matendo yako makuu. Naomba upanga wako uliokamata uwe juu yangu na juu ya watoto wangu na nyumba yangu yote. Lakini si watu hawa hawana makosa. Anaomba, lakini huyu anakimbia. Akamwambia, nimesikia maombi yako. Nenda kanijenge madhabahu kwenye uwanda wa Arauna, na utamkuta Arauna huko. Arauna kaingia vichakani. Hebu akienda namna hii, Arauna alifichama kwa upanga wa malaika, amemwona Daudi, akamkimbilia, akamsujudia. Bwana Yesu atusaidie. Kuna mambo ambayo Mungu anasema, kama hautampenda mwanadamu unayeona, utasemaje unampenda Mungu? Kama maneno haya yanayozungumza au utaelewa au utafanyia kazi, maana yake Mungu atashuka aje kueleze. Wakati mwingi kiongozi wako akielewa kuelekeza
na ukafanya kwa asilimia 100, utaona mpenyo sio kawaida. Haleluya. Sikiliza mstari ule wa 22. Ndipo Daudi akamwambia Arauna, unipe mahali pa kiwanja hiki ili kwamba nimjenge Bwana madhabahu hapa kwa thamani yake kamili. Utanipa ili kwamba tauni izuiliwe katika watu. Arauna akamwambia Daudi, ujitwalie na bwana wangu mfalme na afanye yaliyo mema machoni pake. Tazama, ng'ombe kwa sadaka za kuteketezwa na vyombo vya kupuria kwa kuni na vyombo vya kupuria kwa kuni na ngano kwa sadaka ya unga, na zitoa zote na zitoa. Akasema kwa malaika yule na kwa mauti hivi kusikia, kama utatoa sadaka hapa, tauni itazuiliwa. Chukua bure na kupatia. Akatoa Arauna Myebusi bure, akatoa sadaka ili Bwana azuie sadaka, azuie tauni. Lakini sikiliza maneno ya Daudi yaliyojaa hekima na maarifa. 24 anasema mfalme Daudi akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitazinunua kwa thamani yake kamili, kwani sintamtwalia Bwana kilicho chako, wala kutoa sadaka ya kuteketezwa isiyo na gharama. Basi Daudi akampimia Arauna thamani ya mahali pake shekeli 600 za dhahabu. Sikiliza 27. Bwana naye akamwamuru malaika, naye Arauna naye akarudisha upanga wake harani mwake akatoweka. Tunaiangalia nguvu ya sadaka. Anasema sitatoa sadaka ya kumjengea Mungu nyumba bure. Kosa nimefanya mimi, nawe nitoe sadaka. Naomba usibypass makosa. Amen. Kosa umefanya wewe, na ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya yule. Usipende kusingizia. Unahitaji kuwa wazi. Wakati Adamu anafanya dhambi, anaulizwa kwa nini umefanya dhambi, akasema Bwana unisamehe. Kabla ni huyu mwanamke uliyenipatia, kaniletea matatizo. Mimi siko na shida hiyo, kuniishi peke yangu. Kaniletea msaidizi, mtabishaji. Msaidizi, mtabishaji anaulizwa, kwa nini umefanya hili? Akasema si nyoka huyu umempa akili nyingi za kufanya. Amenizidi akili ndio maana nimetenda mambo kama haya bila kujiona. Hakuna anayetubu dhambi. Akaenda kwa nyoka, kwa nini umefanya haya? Nyoka ana cha kujitetea kwa ametenda kwa werevu na kwa akili. Bwana Yesu atusaidie. Na ndio maana dhambi yoyote ambayo inafanywa kama kusudi ina gharama yake ya kulipa. Ndio maana Daudi, Adam kalipa gharama na Hawa kalipa gharama, mpaka leo tunakufa, tunaugua, tunapata magonjwa. Na dunia imekuwa ni mahali pa mateso, mahali pa shida kwa sababu ya kosa la mtu mmoja. Hebu niambie unatenda nini juu ya maisha yako? Unaiangalia nini familia yako? Haleluya, haleluya. Tunaiona nguvu ya sadaka, kwamba sitachukua cha kwako bure Arauna, nitamtolea Mungu sadaka yenye gharama. Kama nilipe sadaka yenye gharama. Tunahitaji kujenga nyumba ya Mungu ili Bwana afanye upatanisho wa maisha yetu. Kuna mambo mengi tunamkosea Mungu, tunaharibu kwa Mungu. Lakini kupitia sadaka zako Bwana atakazuia upanga wa mauti ukakaa na usionekane tena, kwa sababu ya kumpendeza moyo wako. Haleluya. Sikiliza mstari wa 28. Wakati huo Daudi alipoona ya kwamba Bwana amemwitikia katika kiwanja cha Arauna Myebusi, ndipo hutoa dhabihu huko. Alipoona Bwana amejibu sadaka zake, sasa kweli hapa nimemwona Mungu atendaye mambo ya ajabu. Anabaki kupumua na kufariji watu. Jamani, Mungu atie nguvu. Tauni imeisha. Watu wanamshukuru kiongozi wa kufanya utatuzi, lakini amelipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na wewe, toka katika uchanga. Uchanga una adhabu. Uchanga unashindwa kuleta matokeo. Kitabu cha Galatia sura ya 4 mstari ule wa kwanza na mstari wa pili na mstari wa 3 na mstari wa 4 na kwenda kusoma
Twende kwenye maombi. Sikiliza, gharama ya uchanga, gharama ya kutokukua, gharama ya utoto, gharama ya kutokupambanua. Mtoto mchanga hawezi kupambanua, wakati wote atakuwa chini ya tongwa la utumwa, atakuwa chini ya shinikizo la Shetani. Biblia inasema Galatia 4:4, Galatia 4:1 mpaka 5 kwamba lakini nasema ya kwamba mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali uchini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Umekuwa mwana wa Mungu. Amen. Mwana wa Mungu, yeye ni mrithi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana wa Mungu, yeye ni mrithi. Lakini hapa nasema ya kuwa mrithi wakati wowote wapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Sasa huyu ni mtoto tu, ana miaka 18, baada ya miaka 18 mpaka awe na akili njema, tutamwachilia baraka zake. Akuacha akue kwanza. Tukimpa sasa hivi atakupa mapema, watamuibia majambazi. Kwa acha akue. Kwa mali zako zinakuwa chini ya wasimamizi. Unafika miaka 18 bado hujapevuka hapa. Hebu tumwachie kwanza, tumuongeze miaka mingine 2-3. Mwaka wa 19, mwaka wa 20, bado ni mtoto mchanga. Mali zako zinakuwa chini ya wasimamizi. Bado ni mtoto mchanga, tunamwongeza miaka 5 mingine. Unashangaa na miaka 30, bado unavaa pampers, bado ni mtoto mchanga. Miaka 35, bado ni mchanga. Unaishi maisha ya mateso kwa sababu ya kutokukua kwako. Muda mwingi umepita. Hapa hapafanyi kazi sawa sawa. Bwana Yesu atusaidie. Nazungumza kutoka katika shinikizo la Ibilisi. Tunahitaji kukomaa, kufikia komavu, kwamba napotoa sadaka zangu kama Daudi alipofanya, kwamba nilipoona Bwana amemwitikia, akazoa hapo ndio nakutoa sadaka zake. Nyakati yetu kwa watumwa, kipindi hicho tulikuwa watumwa, hatujui chochote. Tunatembea chini ya kongo la utumwa. Baada ya kuokolewa kuja kwa Yesu, tunahitaji kufanya mambo ya kiungu, mambo ya kiakili. Kwamba nahitaji kufanya jambo hili, Mungu anapendezwa nalo. Bwana Yesu atusaidie. Ni matendo ya ukuaji unapotenda haki. Bwana akufanye kwa mtu mwenye haki. Simama kwa miguu yako. Watu wengi tumepoteza haki zetu, na hatujui haki zetu tutazipataje. Hizi haki zako zinapatikana kwa njia ya maombi. Haki zako zinapatikana kwa njia ya toba. Haki zako zinapatikana kwa njia ya kujua kupambanua jema na baya. Unapoweza kupambanua jema na baya namna ile, ndipo haki zako zinaachiliwa. Bwana Yesu akusaidie. Amen. Kuna mambo fulani hautayaona matokeo yake kwa sababu bado unatembea katika hali ya uteta. Na napenda kuvaa pampers mahali hapa. Bwana Yesu akusaidie, Bwana akutetee. Amen. Tunakwenda kumwomba Mungu, yeye ambaye ni mwema nyakati zote, anafanya mabadiliko yasiyo ya kawaida. Haleluya, haleluya. Amen. Tunahitaji kuona tunapohitimisha maombi yetu haya, mipango yako ipate kuachiliwa. Amen. Haki zako zipate kuachiliwa. Yeye ni Bwana wa vita, ni Mungu wa kipekee mno. Anayebadilisha hali na kunyamazisha misukosuko na migogoro yote. Mambo mengi umelia, lakini Bwana yuko hapa kufuta machozi. Yeye anaondosha vilio vya watu. Ndio maana Daudi anajua nimeharibu, akaenda kwa Mungu na alitambua kama imeharibu. Na ni watu wazima wanatambua kama imeharibu. Kuna migogoro mingi inatokea katikati ya watu. Aliyeharibu hajui na aliyeharibiwa hajui. Hakuna anayefahamu. Yaani korofisha mwenyewe, alafu yeye mwenyewe anakuwa wa kwanza kuzira.
yeye mwenye wa kwanza kuomboleza, yeye mwenye wa kwanza kwenda kushtaki, lakini kakosea yeye mwenyewe. Bwana akupe kupambanua jema na baya. Kwa nini mgogoro huu umesimama? Chanzo ni nini? Daudi alitambua chanzo. Alikuwa ni mtu mkubwa, amekuwa amepevuka, ameshaurika, ameshauriwa, hajashaurika. Ndio maana nikamwambia, kwa kuwa upumbavu umekaa kichwani kwako, lazima upitie adhabu ili usinguliwe. Kwa kuna mambo mengine ambayo tunayapitia tunapokeuka sasa kwa Bwana, tunakuja mbele zake, tunapolia na kufunga na kuomboleza namna ile. Bwana ndipo anasema sasa nimesikia. Najua amekuwa. Kuna wakati mwingine fimbo za Mungu zinakuja ni kwa sababu ya uteta. Haleluya. Amen.